Naitwa Edwin Bruno, ni founder na CEO wa SmartCode. SmartCode ni kampuni ya teknolojia na masoko, ambapo kwa kifupi tunaita we are full digital service agency, ambapo tuna pillars mbili. Moja ni kuhusu masoko ya kimtandao, nyingine ni kwa ajili ya kutengeneza software mbalimbali, either ni za simu ama labda watu wanazi access kutoka kwenye kompyuta za kawaida. Nimezaliwa Moshi, Kilimanjaro. Nimekuwa kule Moshi again. Nimesoma Moshi, shule moja inaitwa Kibo Primary School. Unaenda sekondari, shule ya serikali again, ambapo ilikuwa ni Mawenzi Secondary School. And then pale baada ya kumaliza form 1 mpaka form 4, form 4 kawaida tena tukaweza kufaulu katika mchepuo wa science. Kipindi hicho hata masomo ya mambo ya kompyuta sekondari kulikuwa hakuna. Tulikuwa tunatumia typewriter. Kwa hivyo actually nilikuwa niko katika classes za typewriting, and then baada ya hapo wakati zinaanza kuja kompyuta kwenye shule za sekondari za serikali, sisi ndio tulikuwa tunaenda advance. Kwa hiyo pia nilihakikisha kwamba nasoma kwa bidii sana ili kuweza kufaulu masomo ya science, kwa sababu masomo ya science perception ilikuwa ni kwamba ni magumu, lakini sio magumu kama unayapenda. Kwa hiyo nikahakikisha nafanya vizuri, na kipindi hicho shule ambazo zilikuwa ni nzuri kwa PCM ilikuwa moja wapo ilikuwa ni Pugu Secondary School. Kwa hiyo nilifaulu vizuri, kwa hiyo nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na masomo Pugu Secondary School. Again nikatoka hapo nikaenda chuo, ambapo lakini nilichagua mwenyewe kwenda chuo cha private, ambapo ilikuwa inaitwa St. Joseph College of Engineering and Technology. Kwa wakati niko mwaka wa pili yule nikabidi nianze kusoma kwamba kwenye industry kuna vitu gani vinahitajika. Na then nikawa naona kwamba vinaenda vizuri, lakini sasa sometimes nikawa nataka kupractice. Kwa sababu sasa nilikuwa na uwezo wa kuweza kutengeneza website, nilikuwa na uwezo wa host emails za watu, zile professional email with Outlook na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana nilikuwa saa nyingine naitwa kwenye maofisi ya watu kawaida, wana matatizo sijui email haziingii, wanataka sijui kutengeneza website mpya, then wananiita na wasaidia. Lakini kwa sababu nilikuwa niko chuo, ilikuwa yani kwamba sio kwamba ni biashara, ila nilikuwa tu nataka kupewa opportunity kuweza kufanya hicho kitu. Alafu nikija labda nyumbani, mtu ukiangalia kwenye kompyuta na internet unaona hii website iko hewani. Kwa hiyo unawafanyia watu hivyo, and then ukishamaliza unamsikiliza tu kama jamaa na kutoa au akutoi. Sasa hivi tuna zaidi ya miaka 6. Nakumbuka wakati niko chuo ndo kama nilivyosema kwamba tulianza. Even nakumbuka tarehe kwa sababu ilikuwa imekaa vizuri. Ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2010. Okay? 2010. Nakumbuka hiyo ndo siku ya kwanza ambapo ile jina la SmartCode liliweza kuja kichwani. Kaweza kupata tena another opportunity pale Costech, ambapo Costech kipindi hicho nasema kwamba tulikuwa tuna bahati kwa sababu wakati tunamaliza chuo ndio Wizara ya Sayansi na Teknolojia ilikuwa imekuja na kitu kinaitwa hub. Kwa hiyo hub ambayo ni DTBI, Dar es Salaam Technology Incubation, ambapo pale sasa walikuwa wanaweza kutoa hizo coaching kwamba unakuja na business idea, wanakusaidia jinsi ya kuiweka iwe professional business. They give you an office, wanakupa ina maana office space, ambapo unakuwa na meza na kiti kimoja, basi imetosha. Kwa wakati tunaingia hapo sasa, na mimi najaribu kuangalia kwamba wale watu wengine ambao tumemaliza nao chuo, washikaji ambao wanajua kwamba kwa sababu kipindi hicho hamna mtu ana capital yoyote. Capital yetu kubwa ilikuwa ni muda. Kwa hiyo ilikuwa ni muda, na sisi watu wa technology ukitupa tu internet basi umetumaliza. Kwa hiyo ina maana tulikuwa tunakaa na kompyuta tunafanya kazi za kwetu na za wateja wengine hivyo, but ikafikia muda akasema sasa ina maana tunabidi kuwa zaidi ya professional na zaidi ya kuwa serious. Kwa hiyo tumeshalaba kaa Costech labda mwaka mmoja, inabidi kujaribu kutafuta ofisi ya nje. Kwa sababu unajua pale unapewa kila kitu ndio, lakini sasa kama unakuwa upo nyumbani, unajua nyumbani ni kama unakaa kwa baba na mama, unapewa chakula nini. Kwa hivyo unakuwa huwezi kufikiria vitu vikubwa. Kwa hiyo ikabidi kujilazimisha, yani kama mtoto anajilazimisha anaondoka nyumbani anaenda kukaa mtaani. Biashara unajua ni kama mtu ambaye anasimama peke yake. Kwa hiyo nikaanza kujitoa, yani badala ya kujibrand kama Edwin, nao sasa una brand kama kampuni. Ni kama kampuni nyingine tunavyosikia jina la kampuni na wala sio mtu fulani. Ili yule hata mtu akiondoka bado ile kampuni inaendelea.
Kwa hiyo tulichokifanya ni kukuza jina la SmartCode kama kampuni, kwamba SmartCode tunafanya hichi na hichi na hichi na hichi, na tuliweza kuanza kufanya biashara vizuri. Kwa kama sasa hivi tuko zaidi ya watu 29 ambao tuko 100% working full time. Kwa majina naitwa Sofret Mafuru. Mimi ni digital social media manager hapa SmartCodes. Nimekuwa hapa kwa kipindi cha miaka 2.5 sasa. Ukisema kuongelea mazingira ya kazi, kwa kweli kwa binafsi naweza ngasema ni mazuri, pia na chochea ufanyaji kazi mzuri pamoja na creativity. Biashara yetu imeweza kukua kwa kasi kwa sababu katika hili soko la teknolojia watu wengi walikuwa wanafanya katika modo za zamani. Lakini sasa hivi teknolojia inakuwa sana. Na uzuri kwamba sisi tumeweza kuja katika kipindi ambapo tunakuwa na hiyo teknoloji na tunaielewa. Kingine ni team pia ya SmartCode. Ni kwamba katika kila wakati ambapo tunataka kuajiri mtu kwenye kampuni, tunajaribu kuangalia talent. Yani uwezo wa mtu. Yani ni mara chache sana ambapo tunaangalia CV kwamba mtu sijui amesoma wapi, alikuwa anafanya nini, hamna vitu kama hivyo. Tunaangalia kwamba wewe unaweza kufanya nini. Uje SmartCode useme kwamba mimi naweza labda kufanya coding, ama labda naweza kufanya graphics, na hizi ni sample ya graphics ambazo nimezifanya. Kwa hiyo we believe more katika mtu kufanya kitu. Sio mtu tu kuleta makaratasi hata kama amepata GPA sijui ya kitu gani. Katika maisha ya kipindi hichi hakuna. Kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi tunasema kwamba tunatengeneza mobile application. Hamna shule yote inayotengeneza mobile application. Kwa hiyo ukianza kuangalia CV ya mtu amepata A darasani, it doesn't work. Iweze kukua kwa kasi na kwa haraka na kwa value kubwa, because watu wengi tunaofanya nao wanafanya kazi kwa talent, yani kwamba wanafanya kazi kwa uwezo, lakini pia kwa hamu, kwamba wao pia wanataka kuona kazi yao inatokea. Kwa hiyo tumeweza kupata kazi nyingi na makampuni mbalimbali, lakini zaidi tulikuwa tuna focus kwenye teknolojia na masoko. Lakini baada ya hapo tukajaribu kuona kwamba wateja wengi wanakuja, sisi tunawasaidia kusolve matatizo yao. Lakini bado tukiwa tuna muda ambao unabaki, kuna matatizo mengi sana yanatakiwa kuwa solved, yafanyiwe kazi. Kwa hiyo badala ya mteja aje sisi tunamfanyia kitu fulani, alafu kile kitu kinaweza kumfanyia yeye aweze kutengeneza hela nyingi zaidi. Kwa nini na sisi tusisolve tatizo fulani, tukishalimaliza and then labda liweze kugenerate revenue? Kwa ndo tukaja na kuanza come up na application tofauti. Paper ni mobile application ambayo inawasaidia watu kuweza kuaccess magazeti yote kwenye simu sehemu yoyote. Na gazeti unalifungua ukurasa wa kwanza hadi wa pili kama unavyoliona. Ile application ilishindanishwa Afrika nzima na application nyingine zaidi ya 2400. And then tukaja tukashinda, ambao tulishinda kama best innovative and educational app in Africa. Kasema yani ina maana application yetu imeweza kufanya vizuri Afrika nzima. Hatukuamini, lakini tulivyoitwa Cape Town South Africa na kupewa award, and then ndo tuliona kwamba kweli kumbe kuna tatizo tuliweza kulisolve. Na tukiwa tuko kule tukapata opportunity nyingi. Of course nchi nyingine nao zikataka, kwa sababu kwa muda huu tulikuwa tuna content za Tanzania tu, kwamba ni magazeti ya Tanzania. Kumbe even hata watu wengi ambao walikuwa wanatumia ile application ni wale wa Tanzania ambao wanakaa nje za nchi. Yani wa Tanzania ambao wako South Africa, UK, Boston, huko wapi, walikuwa actually ndio wanunuaji wazuri, kwa sababu even katika ile application tulikuwa tumeweka kwamba mtu anaweza kulipia na Visa na Mastercard. Kwa hiyo ina maana hata Mtanzania leo yuko UK, gazeti tu limetoka labda ni gazeti labda la Mtanzania, asubuhi ile wewe Mtanzania huko, hata kabla hujaamka kuanza kulifanyia physical kulisoma, yeye pia kule ameshaanza kulisoma. Tulivyorudi huku, of course kila sasa kampuni inataka tuweze kufanyia nayo kazi, lakini mwisho wa siku tukaamua kuingia mkataba na Vodacom na kuhakikisha kwamba itakuwa inapatikana kwa wateja wote wanaotumia mtandao wa Vodacom, ambapo mpaka sasa hivi ndio inaitwa Vodacom M-Pesa, ambapo bado pia inafanya kazi vizuri
na ina perform vizuri, na kitu ambacho Vodacom waliweza ku-add ni kwamba wao wanafanya matangazo zaidi, lakini mtu anaweza pia kulipia badala, kwa sababu mtu alikuwa analipia tu kwa M-Pesa, lakini sasa hivi pia anaweza kulipia kwa muda wake wa maongezi. Kwa hiyo pia ile salio lako la kwenye simu la kupigia simu ya kawaida unaweza pia ukalitumia kununulia gazeti. Na uzuri wake ni kwamba magazeti yote yalikuwa yanauzwa mpaka sasa hivi yanauzwa nusu bei. Mentioned as 30 under 30 in Forbes, ambapo of course ni kitu kikubwa sana, na of course tulikuwa tuko na furaha, lakini baada even ya hapo tumeweza kupata mikataba mingi zaidi. Edwin Bruno he's a youth kama sisi, lakini ni mtu ambaye anafanya mambo makubwa sana. He's creative, he's intelligent, and namuona ni mtu ambaye ana inspire vijana wengi sana, na mimi nikiwa mmoja wapo. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi katika biashara, sasa labda tunarudi in general, ni watu kuweza kufanya kazi kwa bidii, okay, na kuweza kujaribu pia matatizo mengine, na kitu ili kiweze kufanya vizuri lazima uweze ku-identify tatizo. Usitengeneze kitu au usifanye tu biashara labda ili kionekane tu kizuri na nini, lakini jaribu kuangalia, je, ina solve tatizo gani? Na wala sio kwamba mpaka hapa tulipofika, japokuwa tuko in Forbes, kwamba hatujawahi kufeli. Hapana, tumefeli mara nyingi sana, lakini ndio hivyo sisi, mimi always huwa nasema kwamba you need to fail cheap and fail fast. Yani kwamba ukishaona kwamba umefail, jaribu kutambua mapema kwamba hapo umeshindwa. Okay? Sio mpaka yani uende kukopa mikopo ufanyeje, yani mpaka hata watu nje wakwambia hii idea ifanye kazi, lakini wewe kwa sababu unaipenda yani moyoni unataka kuilazimisha. Kumbe at the end of course unakuwa kuna tatizo unalisolve, lakini hilo tatizo linaweza likawa ni la kwako na washikaji wako, lakini sio tatizo la watu wengi. Kwa hiyo mwisho wa siku mnakuwa mnashindwa kufanya ile tatizo likawa biashara. Kwa hiyo hapo ina maana lazima ufail. Lakini sasa unatakiwa uligundue hilo tatizo mapema, lakini pia uligundue katika investment ya chini.